Je, una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! That the government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika Baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM. Haya, na nimeuliza swali, and please make me understand, because I want to know how you people cope, because wanasema, na nitakuwa namtafuta Katila baadaye, ufadhili ulipokatika, ufadhili wa USAID hatukuweza kujipanga kwa sababu as a country, when ufadhili unakatika, we are supposed to kutafuta njia mbadala. Kama hapa nilikuwa natoa chakula, nafaa tafuta kwenye nitakuwa natoa chakula, but to relax. And now public hospitals zina shortage ya protection na contraceptives, na wale wanaumia sana on a ladies night ni wanawake. Of course mwanaume anaweza kupata magonjwa pale, mwanamke ndiye ataumia kwa sababu atapigwa ujauzito pale, jamaa atakimbia amwambia mimi sikuwa nimejipanga or something. But the lady, how do you cope up? That is the story, ama the swali ambayo ningependa kuuliza hapa leo. How do you people cope up? Because we need to know how you are surviving. Don't tell me tunaenda kununua. I saw the other day, jamaa anaenda kununua protection, anauliza naweza kupima? Naweza kupima kwa sababu sio wote tuna uwezo wa kwenda kununua those things. You might take it as not a serious issue, but it is. Let's talk. 0713113976 Unasikiliza Mvita FM, Kenya Coast Poly Radio Station. Mwakompia Pwani. Aha, ndio sasa nakeleza namba inakeleza hapa. No, but good morning. Good morning sir. Mambo namna gani? Salama kabisa. Siku nyingine tunaungana hapa ndani ya Mvita Breakfast. Naam. Na leo the Daily Nation wanasema public hospitals ina shortage ya contraceptives na na what do you call them? Zinaitwa nini hizi? Na CD. Na condoms. Yes. How are people supposed to survive without those things? Mwanzo, yes. You see the government of the day inafaa ikuwe makini sana kwa mambo za health, Yes. The first thing, Mr. Singi, ukiangalia vizuri unaona kwanza vile SHA inafanya kazi ama ifanyi kazi. Yes. The health sector has been left to the dogs, Ebu angalia kama SHA saizi unasikia 11 bilioni imepotea. Na hizi labda ni pesa ambazo zingetusaidia sana kwa sababu hatuwezi tukakosa condoms. Kwani condoms zinatengenezwa wapi? Are we importing them? I look at the contraceptives part. Kuna zile grants ambayo labda America ilikuwa inapatiana, lakini saizi after Trump akuja funge hizo lines. Okay, we are still struggling, But you see, but again, we were told, yes, we are not supposed to be over dependent on this aid. We are supposed to be independent. Makini sana, very independent. Yes, and you see, my question is, you see, hawakusema watatoa USAID leo na wakatoa leo. Exactly. Walisema by the end of a certain month tutafunga USAID. What did Kenya do? Because
they need to have started preparation of how after US8. When you are given a notice, hata kama unaambiwa ukikuwa na landlord anakuambia wewe nakupatia miezi 2 ujipange alafu utoke. Si unajipanga hapa katikati. Si unajipanga, unaanza kutafuta nyumba nyingine, unajua unalipa how much, vile utasafirisha mizigo yako and all that. Ukiona baba saizi wanasema ati kuna shortages ya contraceptives and all that, just know that we were having grants and they were stopped and we are still yani tuna struggle. Na si ati hakuna pesa. Na si ati hakuna pesa. Pesa iko. Unajua sasa ukiangalia people running with choppers, the deputy president anataka 350 million ya transport. Yes. 350 million can buy what and what. And I was saying hapa the other day, you see the government of the day wanapenda PR. Tena sana. Wanapenda PR because sio lazima akafika kule to take the credit. Mwisho wa siku serikali ya sasa ndio itasemekana ndio basari zimefikia wanafunzi, masomo yanaendelea. You don't have to go there personally. You don't have to go there. Why would you have to? But nataka afike pale. We are struggling. Unajua tumeingia campaign mood. Kama umeangalia vizuri, people are being given money right center and all the way to the left and all that. Sasa huyu kijana ameanza kuchanganyikiwa kidogo because the basics that we need anaanza kuziachilia kando kidogo, ameka mind yake kwa unaona hizi nyota programs. This is a World Bank funded thing. Na wameiteka as if ni their initiative. Amekuwa ni kama ni ya UDA. Yani people are putting on colors of UDA to go give money to these young people to confuse them because he knows the Gen Zs especially are going to waenda kumsumbua huko mbele. So he's using that as a campaign tool. Na watoto wa shuleni capitation haiko. Angalia sasa contraceptives. Na utasikia sasa ARVs. Unapo kwa ARVs. Sooner or later, in fact that is going to be a very big problem because people are going to die of that because of lack of medication. That is just a tip of the iceberg. The government has wamelalia deposit. So what are we supposed to do now that this is the reality kwamba hakuna CD, hakuna contraceptive? What are we supposed to do? Because we need to do something. Either sisi wenyewe ama serikali. Tuanze na sisi wenyewe. What are we supposed to do? Now we really have to take care of ourselves, especially the boy child. Okay. If you can afford to buy, if you really need to explore and you want to do all that stuff, especially with CDs, if you can afford to buy, that's better. But pia kama unaweza abstain ama uji kinge better for you because the government is not going to stand for you. Sure kaka, mimi huwa nachukua CD hapa institution kule chini inaitwaje? Kule Uhuru na Kazi building and huwa naenda huko in a quarter at least kama saizi zimekwisha you're supposed to even go. I have not read the papers when ndio ananiambia saizi hakuna but I want to call them and ask if they have because the institution cannot even sit without. Unaelewa hii generation wana explore sana. Sasa we would want to call upon the Minister of Health, Minister Duale. Yes. But he needs to be proactive. All Kenya cannot tunakuwaje na shortage ya condom and the contraceptives tunakosaje? Those are basics. Mother child health clinic ile MCH nini program yenye nakuanga kwa hospitali ni mtoto mama reproductive health na child health Sasa mama akikuja hapa nataka kuwekewa jadeli ile ya 5 years anakosa. Now this can go, anaweza pata mimba yenye hakukuwa anataka. True or false? True. Angalia na hiyo uchumi vile inaenda sasa hivi. So you can have a child that you're not comfortable with at the same time. And people hawana kazi. Mbele unaenda kuteseka. Na people kumfanyia kila kitu. Na watu hawana kazi so hatari ya kupata yenye huko unatarajia iko juu. Yes. 11 billion has been swindled. Now he is sitting on a national television huyu Mr. Duale na hata haezi blink. Anasema why should I resign? In other democracies size angekuwa ashapatiana resignation letter ako nyumbani vitu zikifanywa nini investigations. But we will move on. In fact, na kuna gazeti nimesoma hapa nafikiri Taifa Leo wanasema hospitali zimeanza kukataa SHA. In fact, yes. Wacha nikuambie. SHA mnaambiwanga SHA inafanya kwa TV, lakini if you go to any institution, especially these faith-based ones, because I've worked there previously, mimi nakuambia, if you don't have cash money, SHA does not remit the monies to these hospitals.
Sasa unajua ukikuwa mkali unaambiwa wewe umekuwa wale katero wamekuwa akikula pesa. Exactly. Alafu unasikia somebody is managing this SHA system kwa room tu mahali tu. Yani ukisikia there are things bana in this country, Buddha, we need to wake up. Kabisa. SHA iwezi katusaidia. Mimi I've been working the health sector for the last 20 years. NHIF Mr. Ruto angejaribu tu straighten kidogo, aifanyie 1 2 3 but kuitoa as a whole alafu we introduce kitu. Unajua alikuwa anatufanyia, unakumbuka ile kulikuwa na kipindi kitambo inaitwa Kinimacho. Kinimacho ni hizi watoto wanakuja na kalishwa chini alafu kunakuwa na magic tricks. Yani anatufanyia kama abracadabra. Atufungue macho, afumbe, alafu ukishafungua tena unaona magic. Hapana, SHA is not working. And it is very selective on its treatment regimen. Kuna watu wakienda hospitali unasikia SHA ilinisaidia. Kuna watu wakienda anakuambia hata hakuna kitu, hata niliambiwa with that SHA I can't even be treated, I need to have some cash money with me. You see? Sasa inakuwa ni shida sana. The health sector ndio hiyo sasa. Na bado baba, wacha tuendelee na politics. Ndio kufika mahali sasa. Anything that the government is getting inawekwa mahali, watu wanaanza kununuliwa, inaenda kufika hapo. So mwananchi, mimi na wewe, how are we supposed to cope up tukimaliza sababu now it is the reality kwamba those things are not there. Those things are not there. Not all of us can afford kwenda kununua box ya 500, box sachet za how much and all that. Exactly. Unajua ukiangalia utanunua hiyo box ya 500 ama utanunulia familia chakula. Scenario ununulia familia chakula. That 500 ukinunua sukuma ya 50 na tomato na nini ya 100, unajua watoto wako wanakula in 3 or 4 days. Yes. Na wanaenda kuchukua na Friday huko sijui wapi alafu wende. Asante sana, have a good day. Thank you. Wow, what an analogy there.